Taarifa hiyo. Upasuaji wa maiti ya Joyce Kanini, msichana mwenye umri wa miaka 25 aliyepatikana ameuawa kinyama, umeonyesha kuwa alifariki kutokana na kuvuja damu kupita kiasi. Huku polisi wakiendelea kumsaka mshukiwa mkuu anayedaiwa kuwa mpenzi wa marehemu na sehemu za mwili ya mwenda zake, familia yake inalilia haki. Ruth Sarmoei ana mengi zaidi. Ilikuwa ni huzuni kwa jamaa na familia ya Joyce Kanini walipofika kushuhudia upasuaji wa maiti ya mwenda zake aliyepatikana ameuawa kinyama na sehemu za mwili wake kukatwa-katwa. She was decapitated from the head, the arms as well as the lower limbs. Currently, as we speak, the lower limbs were able to be traced, and the missing parts of the body is the head, the neck as well as the arm. Babake mwenda zake alisimulia jinsi Alhamisi wiki jana alipigiwa simu na mshukiwa mkuu kwa jina John Mureithi akiwafahamisha kuwa mwanao alikuwa amepotea tangia Jumanne wiki hiyo. Kinaya ni kwamba mwili wa Joy ulitambulika katika eneo la Ngangarithi siku hiyo ambayo John aliwafahamisha wazazi wa mwenda zake. Huyu kijana alikuwa na simu ya Joy na ilikuwa na haikuwa na SIM card. Alisema ati Joy alitoa akaenda nazo. Isitoshe, wakiwa katika kituo hicho cha polisi, kijana huyo anayefahamika kwa jina la utani kama Tizo alitokomea asijulikane aliko. Alianza kusema mama ananiita, mama ananisubua, kwa nini nafanya nini hapa? Kazi yangu nimemaliza. Nikamwambia, you know, we have to get to this. Joy is my daughter. Lazima kwanza tusettle na polisi. Uchunguzi wa maiti hii leo ulionyesha kuwa msichana huyo mwenye umri wa miaka 25 alikatwa kutumia msumeno kabla ya mwili wake kutupwa. Hatutajaribika saa hizi kwa yale ambao tumefanyiwa. Huyo kijana angekuwa ameshikwa. Number 1, alikuwa kwa police station akatoka. Ya pili, hata saa hizi anaapia kwa hata mitadaoni. The primary scene of crime, which is the deceased house, is yet to be visited by the scenes of crime personnel. Huku mipango ya mazishi yakiendelea, mlima kuu kwa familia ya Joy ni kutafuta sehemu za mwili za mwanao ambazo bado hazijulikani zilipo. Ruth Sarmoei, NTV.